ndiyo asili ya mema, ya mema. Nitatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima. Njooni kafurahini papo. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya matoleo ambayo watoto wako wamekutolea mbele za macho yako kwa uaminifu. Bwana ukawabarikie. Asante kwa kipindi hiki tunapofika mbele zako kulisikia neno lako la uzima. Baada ya neno lako tutapata ibada ya ushirika mtakatifu. Wewe utupe neema hiyo. Bwana ukajidhihirishe kwetu kwa namna ya kipekee na wala usitupungukie. Tuhudumie kupitia Roho wako Mtakatifu, ukawe nasi katika maisha haya. Tunakutukuza, tunakubariki katika jina la Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tukae. Hayo masonzo hayana karatasi zozote, manaka watakaokuja hawajui, na kama ni fedha moja ni bora ibaki kwenye sonzo moja kuwapunguzia utata wala ambao wanakuja kuchukua. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Tunamshukuru Mungu siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya pekee kwetu. Bwana amekuwa msaada kwetu. Tunamuona anakuwa nasi kipindi chote cha maisha yetu. Pamoja na changamoto, lakini tunaye Yesu. Bwana asifiwe. Pamoja na kukata tamaa, lakini tunaye nani? Yesu. Yeye anatuongoza. Karibuni sana kwenye ibada ya Mungu, kwa sababu Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Anahitaji ibada, na ibada ndiyo hii ambayo tumo ndani yake tunamwabudu. Na katika ibada ya Mungu kuna mambo mengi Wakristo wanapokutanika pamoja wanafanyiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Wanatendewa. Kwa hiyo siku ya leo nataka nizungumze habari ya maisha ya utakatifu. Kipindi kilichopita baba mchungaji aliongea habari ya asili. Alizungumza katika fundisho la semina kwa ndani sana. Kazungumza habari ya chimbuko la mwanadamu na maisha yake na namna anavyokuwa katika maisha mabaya asili. Na kwa sababu ataendelea kuzungumza, na mimi nizungumze asubuhi ya leo habari ya maisha ya utakatifu. Na neno hili limeandikwa mara 119 katika Biblia ya utakatifu. Kwa hiyo ninapozungumza liko jambo ambalo nahitaji ulifanye kwenye maisha yako, nilifanye kwenye maisha yangu. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 16 na mstari wa 3. Kama kutakuwa na mtu anasoma, basi tushirikiane pamoja ili nisibebe mzigo mkubwa sana, ili tuweze kwenda pamoja. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, Zaburi 16 na mstari wa 3. Watakatifu waliopo duniani
watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa nao. Hao ndio niliopendezwa nao. 4. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa nao. Bwana asifiwe. Watakatifu walioko duniani. Soma ule mstari wa 4. Mungu linasema, huzuni zao zitaongezeka, wambadilio Mungu kwa mwingine. Sitazimimina sadaka zao za damu, wala kuyataja majina yao midomoni mwangu. 5. Bwana ndiye fungu la posho langu na la kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Amina. Bwana asifiwe. Watakatifu waliopo duniani, hao ndio Bwana anawaona kuwa ni bora. Yesu alipoletwa na Mungu duniani ili aje akamilishe habari ya ukombozi wa wanadamu, Mungu alitegemea aone matunda ya wema na uadilifu na uaminifu katika maisha ya watu, kwa sababu wanadamu walikuwa wamechafuka. Wanadamu walikuwa wametenda dhambi, na dhambi yao iliwafanya Mungu awafukuze katika bustani ya Edeni. Hawa watu walifukuzwa, na hawa watu wakaondolewa, wakaenda kujitegemea mahali kwingine, maana walimkosea Mungu. Mungu anafanya badiliko lingine la kuleta msamaha, kuleta upendo kwa wanadamu, ili Mungu apate kuwa pamoja na wao tena. Anatumwa Yesu, na kazi ya Yesu ni kuhakikisha ya kwamba watu wanarudishwa mahali kwa kusudi la Mungu ambako alikuwa amekusudia watu wawe, ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Awarudishe mahali ambako Mungu alihitaji awasaidie kuwaweka sawa ili wawe kipenzi cha Mungu. Na katika hali ya kuwaweka sawa ni kuwapatia utakatifu. Na utakatifu huu ambao Mungu anauzungumza katika kitabu cha Zaburi, anazungumza tunapokuwa na huu utakatifu, tunakuwa bora, tunakuwa sio vyombo vya mashaka tena. Mungu anatuamini, Mungu anakuwa pamoja na sisi, Mungu anatufurahia, Mungu anajisifia. Mungu mawazo yake yanakuwa kwa hawa watu kwa sababu wamekubali kuwa safi. Bwana asifiwe. Nini maana ya utakatifu? Maana yake ni nini? Utakatifu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Unatengwa na Mungu kwa ajili yake. Unakuwa kitu kizuri mbele za Mungu. Bwana anakutengeneza kwa namna ya ajabu, halafu unatengwa ili Mungu akutumie kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo sisi tuliomwamini Yesu, sema amina, Bwana ametutenga, na Bwana anahitaji tutumie katika kazi
zake zote unazoziona. Na Mungu, mwanadamu aliyemwamini Mungu anamuita yeye ni silaha zake Mungu. Kwa hiyo wewe kama umetengwa na Mungu na umemwamini Mungu, ukatengwa na Mungu, sasa tayari Mungu anakutumia katika kazi zake. Kazi yake ya kwanza ambayo ningeweza kukuambia, hiyo kazi moja tu: wewe ni silaha ya Mungu. Atakutumia kuharibu falme zote zenye kuleta matatizo na mateso duniani, kwa sababu wewe ni silaha ya Mungu, maana umetengwa. Kwa hiyo utakatifu ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utakatifu ni muhimu sana. Tunatakiwa kujua na kufahamu kwamba sisi tumemwamini Yesu, na utakatifu anaouzungumza ni wa muhimu sana kwetu. Ametutenga kwa sababu tuko bora mbele zake. Ametutenga kwa sababu yeye Mungu ameona afanye hivyo, kwa sababu tunampendeza, anapendezwa na sisi, na wala hakuna chochote kinachomfanya Mungu asitutazame, kwa sababu sisi tumetengwa. Kwa hiyo namba ya pili, utakatifu ni tabia ya Mungu. Na ndio maana anatutaka na sisi wote tulioko duniani tunaomkiri ya kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na ni Mungu wetu. Maana yeye anayo tabia ya kiungu, na tabia kubwa inayomdhihirisha Mungu ni utakatifu. Yeye ni mtakatifu, hana chochote cha kumchafua Mungu. Na kwa sababu utakatifu ni tabia ya Mungu, sasa anaitaka kwa watu wote hiyo tabia, kwa watu wanaomfuata yeye, waishi kwa kujitakasa na kujisafisha. Hawa watu waliotengwa waishi kwa kujitakasa na kujisafisha na kuwa safi kwa ajili ya Mungu. Utakatifu ni tabia ya Mungu. Tabia hii Mungu anaitaka kwa watu wote wanaomfuata, waishi kwa kujitakasa, sio kujichafua, kwa kujitakasa na kujisafisha na kuwa safi kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo fahamu, wewe ni Mkristo, ni mtu wa Mungu, ni mtoto wa Mungu, umemwamini Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mtoto wa Mungu, nimemwamini Mungu. Hatutakiwi kujichafua, bali kujitakasa na kujisafisha kila siku. Tukikosa shughuli hii ya kujitakasa na kujisafisha kila siku na kuwa safi kila siku, kumpendeza Mungu kila siku, Mungu atahuzunika kwa ajili yetu. Mambo ya Walawi 11. Mambo ya Walawi 11 na mstari wa 43 mpaka 44, kisha tutasoma tena mstari wa 45. Kwa hiyo utapause, utasoma na simama hapa 44. Neno la Mungu linasema, msifanye nafsi zenu kuwa ni chukizo kwa kitu chochote. Tusifanye nafsi zetu kuwa chukizo kwa chochote chenye kutambaa kitambaacho, wala msifanye nafsi zenu kuwa ni najisi kwa vitu hivyo, mkajipatia uchafu kwa hivyo. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Umeanzia mstari wa ngapi?
43 hadi 44. Naomba usome sasa tena. Sura 11. Soma tu tena. Neno la Mungu linasema, msifanye nafsi zenu kuwa ni chukizo kwa kitu chochote chenye kutambaa. Tusijichafue kwa kitu chochote, nafsi zetu, mioyo yetu, maisha yetu, kwa chochote kinachotambaa. Tusifanye uchafu wa aina yote, iwe ibada, iwe tuhuma za uganga, tukawa wachawi, tukawa wawangaji, tukawa washirikina, kwa chochote kile nafsi zetu zikabeba uchafu. Mungu anatangaza wale wote waliomwamini hawaruhusiwi kujichafua, hawaruhusiwi kuingiliza vitu vyovyote, kufanya ibada mahali popote. Anayewafanya watu kuwa safi ni mmoja tu, ni Mungu. Na wewe huwezi kuwa mtakatifu pasipokuwa Mungu kuingilia kati juu yako. Ni Mungu, huyo ndiye anayetangaza. Maana tabia yake ni utakatifu. Tabia ya Mungu ni mtakatifu. Tusifanye uchafu wa aina yoyote. Vitambaavyo ni vitu ambavyo tunaviona duniani, vingine tunavifuga, tunabadilika, tunaanza kuviabudu, tunabadilika, tunaanza kuvitumia kwenye maisha yetu ya imani ya Yesu. Hapana. Kama ni kula, kama ni vya kuliwa. Lakini usijaribu kufanya ibada juu ya vitu vile. Usivitegemee kwenye maisha yako ya imani ya Yesu. Mungu anaagiza. Naomba urudie tena. Neno la Mungu linasema, msifanye nafsi zenu kuwa ni chukizo kwa kitu chochote chenye kutambaa kitambaacho. Wala msifanye nafsi zenu kuwa ni najisi kwa vitu hivyo, mkajipatia uchafu kwa hivyo. Mkajipatia uchafu kwa vitu hivyo. 44. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Takaseni nafsi zenu basi. Mnatakiwa mjisafishe, jisafisheni nafsi zenu sasa. Iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Wala msijichafue kwa kitu chochote kiwe kitambaacho. Yani tukizingatia, ndio tutakapoitwa watakatifu waliopo duniani. Hao ndio walio bora, na hao ndio ninaopendezwa nao. Mstari wa 45. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa mimi ni Bwana. Kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri. Mimi ndiye nimewaleta kutoka nchi ya Misri. Ili kwamba niwe Mungu wenu. Ili kwamba mimi ndiye niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu. Sasa mtakuwa watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa nini anasema hayo maneno ya kuwatoa Misri? Ametembea nao miaka 40 jangwani. Waliokuwa hawamjui Mungu anamwabudu kwa kupapasa, walimuona kwa macho yao na mioyo yao iliamini huyu ni Mungu. Alifanya vitu vikubwa mno kwenye maisha yao wakiwa safarini. Alifanya mambo makubwa mno kwenye maisha yao walipokuwa safarini. Hata mbele ya wachawi wa Misri walipojaribu kushindana na nguvu ya Mungu, wakafika mahali wakasema, huyu ni Mungu, sio mwanadamu. Wakafika mahali wakasema hivyo, huyu sio Mungu, huyu siye mwanadamu, huyu ni Mungu. Wakati Musa na fimbo yake, fimbo ya miujiza ikafanya mambo makubwa
alipoitupa chini ikabadilika ikawa nyoka, ile fimbo. Farao aliliona hilo, na kila mtu aliyekuwepo aliliona hilo. Nyoka anatambaa wa kutisha mkubwa ambaye hawajamuona Misri. Sasa wanafika mahali wanawaita waganga wa Misri, wanaitwa, wanakuja kufanya uchawi mbele ya Farao na mbele ya wana wa Israeli na mbele ya watu wote. Ulikuwa ni mkutano wa miujiza kuiangalia kwa macho. Walipofanya muujiza, wale wachawi wakatengeneza nyoka sawa. Nyoka ambaye ndio ilikuwa fimbo ya Musa ilibadilisha matumizi ya kuitwa fimbo ya miujiza. Ni hivi, ikaanza ile nyoka ya Musa ikaanza kuwameza wale nyoka wa wachawi. Wakaanza kumezwa, wanamezwa. Waisraeli waliona na wachawi wa Misri waliona kwa macho yao, sio kuambiwa, waliona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waliona. Baadaye Musa akaitupa fimbo yake, wakatokea chawa nchi nzima. Chawa, nani anawajua chawa? Kuna watoto wa siku hizi hamjui chawa. Tunataka tumuombe Mungu chawa warudi, ili na nyinyi mshiriki kuwaona. Bwana asifiwe. Akatengeneza chawa. Wachawi hao wakaletwa mbele ya Farao na mbele ya Musa na mbele ya wana wa Israeli. Wanaambiwa, mnaona sasa tunahangaika. Chawa sio mmoja, ni chawa wengi. Yaani ukifanya hivi unaangusha kitita cha chawa. Ukifanya hivi yanadondoka mengi tu, maelfu. Chawa kila mahali, awe mnyama ana chawa, awe kuku ana chawa, kila mmoja ana chawa, hakuna kulala. Wakafanya uchawi kuwazuia hao chawa waliotokana na fimbo ya Musa. Biblia inasema hivi, walifika mahali wakamwambia mzee Farao, kwa hili sio la kawaida. Mzee, sio la kawaida. Hapa hakuna mwanadamu hapa. Yaani hapa unaloliona mzee hapa, hata kama ni wewe unasimama na rungu na mabunduki huko na maaskari wako, baba, tunakuambia hiki ni kidole cha Mungu. Hatuwezi kutengeneza chawa wa aina yoyote pamoja na uchawi wetu. Unajua Farao alikasirika sana. Kumbe nakaaga na watu hapa wanajidai wachawi, kumbe sina wachawi hapa. Unajua aliwafanya vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu yupo, yeye ni mtakatifu. Msijichafue kwa lolote. Iwe kwa lolote, iwe kwa kuoga, iwe kwa kunusa, iwe kwa kuchanjwa chale. Mungu anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Msijinajisi wala kujichafua. Jitakaseni, jisafisheni, maana mimi niliyewaita, ninayowafanya muokoke katika mji wa Geita, mimi ni mtakatifu, na nyinyi mtapaswa kuwa watakatifu. Basi mbona tunapigwa chale kila mwezi? Lazima uwe na chale mpya. Asili hatuiachi. Achana na asili. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ni mtakatifu. Mwambie jirani yako, wewe ni mtakatifu. Wewe umetengwa na Bwana kwa ajili ya kazi yake. Mungu atakutumia saa yoyote. Bwana asifiwe. Wewe ni rungu la Bwana. Bwana asifiwe. Wewe umetengwa na Mungu, saa yoyote Mungu anaweza kukutumia. Na kwa sababu umejibana mwenyewe, umejifunga mwenyewe, umejizuia mwenyewe, sikitika basi utoe machozi ili utoke kwenye matatizo hayo. Leo tuna ushirika hapa. Utakapofika ibada ushirika wengine hamtashiriki. Kwa nini? Na wewe umebatizwa, kwa nini? Una mizengwe ya dunia. Na mimi nakushauri kwa moyo mweupe, badilika.
Biblia inasema hata kama utafanya lolote, huwezi ukamaliza vyote vya dunia. Wewe ndiye vitakumaliza, utaviacha. Bwana asifiwe. Hatuwezi kuvimaliza. Uwe mtakatifu. Uwe mtakatifu. Tobiza kibela, basafi. Utakatifu ni usafi. Uchafu hapana. Bwana asifiwe sana. Mola yasema. Kipengele kinachofuata cha 3. Utakatifu ni mfumo wa maisha ambao Mungu anaoutaka kwa watu wote wawe nao. Ni mfumo wa maisha ambao Mungu anaoutaka watu wote wanaoitwa watakatifu wawe nao mfumo huo. Jitengeneze ndugu. Bila utakatifu hatuwezi tukamwona Yesu. Na bila utakatifu hatuwezi tukafanya jambo lolote. Ingia kwenye mfumo huo. Na yeye Mungu yuko mbinguni, hatumuoni. Lakini Biblia inasema yeye hutazama huku na huku na kuwaona watu wote, walio watakatifu na wabaya wote. Hebu tuangalie kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 4 tu. Wa Efeso sura ya 1 mstari wa 4 tu. Neno la Mungu linasema. Inasemaje? Kama vile alivyotuchagua katika yeye. Yeye Bwana ndiye ametuchagua tukuokoka, tumechaguliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wewe umechaguliwa na Bwana. Umechaguliwa na Mungu. Kujua kuomba huko amekufanya Mungu ombe. Kumjua Mungu amekufanya Mungu mjue. Chanzo halisi cha kila jambo ni Mungu. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alituchagua mapema kabla dunia haijatengenezwa. Ili tuwe watakatifu. Ili tuwe watakatifu. Watu wasio na hatia. Watu wasiokuwa na hatia na madeni ya kufungwa gerezani. Mbele zake katika Bwana. Amen. Ndio naona duniani kuna adhabu ya papo kwa hapo. Papo kwa papo kuna adhabu. Ukikosea duniani unakamatwa na polisi, unapelekwa Central, unapelekwa mahakamani, unasomewa mashtaka yako, unahukumiwa, unapelekwa magereza. Lakini Mungu kwa hili anatusubiri. Ni afadhali upelekwe gerezani, utafungwa huko ukiwa na matumaini ya kutoka. Kwa Mungu ukihukumiwa hutoki milele na milele. Duniani unahukumiwa kufa, unahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Baadaye wanapatilisha shauri. Mungu akisha kukuhukumu kwenda kwenye hukumu yake, kuingia kwenye hukumu yake, habatirishi mpaka milele na milele, huko unateseka. Na sisi leo tunazungumza maneno yako, sababu tumepata nafasi ya kusimama mbele ya watu. Tunawaambia lazima wajisafishe, wawe tayari kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mola yasema. Tusipoyasema yataturudia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe umechaguliwa, ukujiweka. Bwana asifiwe. Wanaume wenzangu. Wanaume wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusemeni kama jogoo anavyowika kwenye banda. Ni kwamba tumechaguliwa na Mungu kuwemo kwenye ibada ya kumwamini Mungu.
hukujileta. Wamama mpo? Wamama mpo? Mmechaguliwa na Mungu, hamkujileta. Sasa msikiliza aliyekuchagua tangu misingi ya dunia. Watu wengine wanakudharau na kufa kifo kibaya. Mungu anasema unakufa kifo chenye msimamo. Hukujitambua wewe kwamba utakuwa kanisani ulipokuwa mtoto mdogo, hata wakati umeanza chekechea, hata wakati umeingia shule ya msingi, hata wakati unamaliza darasa la 7. Hukujua ya kwamba utakuwaga Mkristo. Mimi sikujua. Nilishangaa tu nikawa Mkristo. Sikujua ya kwamba mimi nitakuwa mhubiri. Sikujua ya kwamba mimi nitawaombea watu wapone magonjwa yao badala ya kuwanywesha dawa. Sikujua. Wewe ni wa thamani mbele za Bwana. Alikujua tangu utoto. Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Neno la Mungu linasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Yeye ametuita pia, ametuchagua, lakini ametuita pia. Yeye kwa sababu ni mtakatifu ametuita, na kwa sababu ni mtakatifu ametuita tukawe watakatifu. Kama vile mtu atakavyokuita anakula, njoo Madoshi, njoo, anakula. Maana yake ananiita kwa sababu anakula, nikifika hapo lazima nile. Sasa yeye ametuita akiwa yeye ni mtakatifu. Tunapofika pale tunakuwa watakatifu, maana aliyetuita ni mtakatifu. Bali yeye aliyewaita, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu. Lazima tuwe watakatifu katika mwenendo wenu wote. Matendo yetu, muonekano wetu, tabia zetu, tuwe watakatifu. Kwa maana imeandikwa hivi, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa kuwa mimi Mungu ni mtakatifu. Pengele cha 4. Tumeitwa kuishi maisha matakatifu. Tumeitwa kuishi maisha matakatifu. Maisha ya kumwamini Yesu. Tumeitiwa wokovu, tumeitiwa usafi. Mwamini Yesu. Amini Yesu. Tumeitiwa wokovu, tumeitiwa utakatifu. Mola yasema, yani hivi vyote tukivitimiza, asili zote zinavunjika. Asili zote zinavunjika. Mtumishi wa Mungu nilimfuatilia, alifundisha kweli somo la asili. Na alinitia wivu kweli. Asili inasababishwa na hali ya kuto kumwamini Yesu. Mtu amemwamini Yesu lakini bado miguu yote iko kwa shetani. Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 22 na 23. Neno la Mungu linasema, mkisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli. Ukisha kujitakasa roho yako kwa kuitii ile kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki, ndipo utakapoanza kuwaza kushiriki mapendo ya ndugu wengine na maisha yako na yapenda bila unafiki. Uibeleja bila unafiki. Basi jitahidini kupendana na kwa sababu unatenda bila unafiki, jitahidi kufanya nini? Kupendana kwa moyo. Kupendana kwa moyo, sio unafiki.
Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, kwa sababu tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, si kwa mbegu inayoharibika, bali kwa ile isiyoharibika. Tumezaliwa kwa sababu ya mbegu isiyoharibika, Kwa neno la Mungu lenye uzima, kwa neno la Mungu tuliloliamini lenye uzima, lidumulo hata milele, linaloendelea kukaa na sisi mpaka milele. Kipengele cha 5. Hatujaitwa kwa ajili ya uchafu, tumeitwa kwa ajili ya utakatifu. Isaya 1:16. Tumeitwa kwa ajili ya usafi, hatujaitwa kwa ajili ya uchafu. Neno la Mungu linasema Isaya 1:16, jiosheni, osha, oga, ondoa, jisafishe, ondoa uchafu, jitakaseni, jifanyika kuwa safi. ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Tuondoe uovu wa matendo yetu usiwe mbele za Mungu. Acheni kutenda mabaya. Tuache kutenda mabaya. Jioshe, jisafishe. Ukishika uchafu wote huwa tunanawa. Kuna uchafu wa kunawa maji tu na kuna uchafu wa kunawia sabuni. Tuko makini kweli, nipe sabuni huko. Lakini bado hatujawa makini kwenye dhambi. Hatujawa makini kwenye uovu. Tunapriza halafu tunapriza halafu tunaacha hivyo hivyo. Na tunaendelea kufanya hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Hatujaitwa kwa ajili ya uchafu, tumeitiwa usafi. Hebu rudia tena mstari huu. Mungu linasema jiosheni, tuoshe, jitakaseni, tujitakase. Ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Tuondoe uovu wa matendo yetu usiwe mbele za Bwana. Acheni kutenda mabaya. Tuache kutenda mabaya. 6 na ya mwisho pengele hicho. Hatuwezi kuwa watakatifu bila Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuwa watakatifu bila Roho Mtakatifu. Kinachotufanya tuweze tushinde ni Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu, ndiye anayetusafisha kila siku. Matendo ya Mitume sura ya 2:38. Neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume sura ya 2:38. Hatuwezi sisi wenyewe. Hatuwezi kuwa watakatifu bila Roho Mtakatifu. Mruhusu Roho Mtakatifu akujaze. Mruhusu Roho Mtakatifu aingilie maisha ulio nayo. Hatuwezi tukashinda kwa vyovyote. Mola yasema, hatuwezi tukafanya lolote lile tunaloliwaza. Lazima mawazo yetu yataingiliwa na huyo adui mwenye nguvu pia. Adui ana nguvu. Lakini anapokuwepo Roho Mtakatifu, yeye ana nguvu kuliko adui. Lazima tushinde. Soma. Neno la Mungu linasema, Petro akawaambia, Petro mtumishi wa Mungu, tubuni mkabatizwe. Aliwaambia watumishi wa Mungu kama ninavyowaambia mimi. Akawaambia tambolagi, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Mbatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mpate ondoleo la dhambi zenu. Dhambi zenu ziondolewe. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ndipo dhambi zitakapoondolewa, mtapokea kipawa cha nini? Cha Roho Mtakatifu. Cha Roho Mtakatifu. Amen. Ninapomaliza niseme neno hili la muhimu sana. Ndugu zangu, tunaenda mbinguni. Na mbinguni kila mmoja anategemea kwenda.
Lakini kuna watu wanaposema tunaenda mbinguni, watu wengine wanafananisha kama ni kwenda Mbagala kuemea samaki. Wengine wanafananisha na Nyankumbu kwenda kununua nyanya ntore. Wengine wanafananisha na Katoro kwenda kununua bidhaa rete kwenye banda lake. Mbinguni ni mbali sana. Kufika kama tunavyowaza inaweza ikawa kitendawili. Naweza tusifike. Lakini vitu hivi tunavyokuwa tunaviongea mahali hapa, utakatifu, ndicho kinachokupa nafasi, password ya kufungua mahali popote. Maana Mungu anachokitazama hapa ni watakatifu walioko duniani. Si amesema mwenyewe jamani? Watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora. Na hao ndio naopendezwa nao. Ni password ya kufungua milango yote. Sasa kama tumekataa ufunguo wa kufungua milango, tunataka kufa. Tubuni, tubadilishwe ili Bwana aingie ndani yetu. Na yeye anasema iko siku ya furaha itakuja. Matendo ya Mitume ile, iko furaha inakuja. Sura ya 2 na Yakobo, sijui Yakobo, Matendo ya Mitume Yakobo anasema tubuni, tubuni, mrejee basi, ili siku za kuburudishwa kwenu kuje. Ifike siku ya furaha, ifike siku ya kufurahi. Maana Bwana haoni tatizo juu ya maisha yako. Kalangalala, Bwana Yesu asifiwe. Mimi wanawazaka kichwani humu, yani siku hiyo parapanda ikilia du 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 du, saa imefika, saa imefika, saa imefika. Sasa tunaondoka. Watakatifu Bwana anawasubiri hapa. Yani likishalia hilo litarumbeta, kila moja anaruka, tunafyatuka. Roho Mtakatifu ndiye anayekusaidia kuruka. Sio wewe utaruka, huna mbawa za kuruka, yatakuwa juu. Wote tunaenda, wote watakuwa naenda hapo juu. Hawezi kuja hapa. Tutamkuta pale mawinguni baada ya parapanda kulia. Na lazima uwe na Roho Mtakatifu. Na mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ana shida, maana hawezi kufaulu kushinda duniani. Hawezi kufaulu kumpata Mungu mahali alipo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mola yasema hawezi. Hatuwezi tukaenda. Hatuwezi tukafika. Hatuwezi kufaulu. Huwezi. Mtumishi wa Mungu, sio mizaha. Huwezi kwenda. Sumaku si mnaijua? Nani anajua sumaku? Kuna kajitu fulani wakanasaga misumari. Ukisogeza tu unaona misumari na inaruka hivi na endapo. Nani amewahi kukaona? Kanaitwa kasumaku. Si wote mmesoma jamani? Kasumaku. Ile sumaku, Mkristo aliyemwamini Yesu anafananishwa na asili ya mbinguni. Asili yake ni ya Yesu, asili yake ni ya Mungu, asili yake ni ya mbinguni. Parapanda ikilia, asili inasikia asili ya Yesu. Mtu anajiandaa, ile sumaku inajaa mvutano mkali. Yani Yesu akisema tu wote wanaruka, tunakwenda kunasa hapo. Hakuna cha kuipurela kukulugeke. Nilikuwa naye, na bahati mbaya mkutwe, sijui mnaenda Dar es Salaam kwa kwenye basi ya Malesa. Inaenda parapanda inalia, watakatifu wanaisikia. Dereva ameokoka, ametubu dhambi zake, ana Roho Mtakatifu,
ameweka gia sijui ya ngapi ili aondoke kwenye mlima ule, alafu anafanyiwa unyakuo, gari litatembea bila dereva. Mtashangaa hakuna dereva, ndio mtaanza kulia maye, kilio na kusaga meno. Unafikiri cha kawaida hicho? Gari inaenda kutumbukia kwenye shimo, kumenuka, umula kwenda ndivyo hivyo. Dereva hayuko kula, ameenda mbinguni. Ninyi mmebaki mle, mnaanza kulia kwa sababu mnaenda kufa. Mbona yasema Yesu anarudi, anakuja kulichukua kanisa. Na Biblia inasema katika Warumi 8, katika Warumi 8, tuisome Warumi 8. Katika Warumi 8, Bwana asifiwe. Warumi 8, Bwana asifiwe. Mstari ule wa 9. Hebu tuangalie mstari wa 6, anzia hapo. Neno la Mungu linasema, anzia mstari wa 6. Warumi 8 mstari wa 6. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Yani huu mwili unaouona, huu mwili ulioubeba, mwili nilioubeba mimi, huu mwili hauendi mbinguni. Ndio maana unakukwamisha kufanya mazuri. Naongea na mtu hapo, naongea na mtu hapo, naongea na Mkristo hapo, naongea na mtu aliye na hamu ya kwenda mbinguni hapo. Huu mwili tulionao wapendwa, ndio maana unanuka hata kabla ya kufa. Ndio maana unatoa usaa hata kabla ya kuoza. Ndio maana unauosha kila siku, usipouosha unakutesa. Huu mwili lengo lake na matamanio yake ni kufa tu, kupotea. Huu mwili hivi mpaka naombe nileta Ginesh. Huu mwili mnauona, huu mwili ulionao, kunja ngumi hivi, kunja ngumi hivi, umekunja. Huu mwili, sema huu mwili nilionao unapenda kufa tu, hauna safari ya mbinguni. Huu mwili, hebu rudia waone hapo. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Nia ya mwili ni kufa, bali nia ya roho ni nia uzima, ya roho ni uzima na amani. Ni uzima wa nini? Ni uzima na amani. Ni uzima na kutulia, amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Hauwezi kutii sheria ya Mungu mwili, wala haiwezi kutii, wala hauwezi kuogopa. Wale waufuatao mwili, wale wanaofuata mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili, hamtakuwa watumwa wa mwili, bali mwaifuata roho, bali mtakuwa watumwa wa roho wa Mungu. Lakini mtu wa aina yoyote, awe mfupi, awe mnene, awe mwembamba, awe na macho kama kitumbua, awe na masikio kama jamvi, asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake, sio mali ya Mungu. Amen. Hayo ndio maandiko matakatifu. Kutokuwa na roho wa Mungu, wewe sio wa Mungu. Urenshindikeji kwenye harusi ambayo sio ya kwako. Tambulia kulaumu huko, nimekosa soda, kilikupeleka nini? Huna kadi. Wanaopewa soda ni wenye kadi. Na Yesu anatoa kadi. Ukisha muamini, unaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Haleluya. Huandikwi mahali popote kwenye kitabu cha uzima. Una dhambi, zinafutwa dhambi zako zote. Zilizokuzuia zinafuta na zinaondolewa. Halafu Mungu ni mshua, anaziweka mbali kuliko maelezo. Huku ni mashariki, huku ni magharibi.
uzima wako unakuwa sehemu, na dhambi zako zinakuwa mbali kuliko mahali ulipo. Na kila moja Roho wa Mungu anamkalia kila moja aliye Mkristo, na anatembea naye. Roho wa Mungu unakuwa naye, Roho wa Mungu unatembea naye. Ogopa kutokuwa na Roho wa Mungu. Jina la Kristo liinuliwe. Tunaenda mbinguni, tutafika. Tunaenda mbinguni, tunafika. Ni wale walio na nguvu. Adui mbaya kabisa anayetuzuia tusifanye vizuri ni mwili. Huyo ni adui wa Mungu, na tumembeba. Na adui mwingine mbaya kabisa ni moyo wa kwako, huo uliobeba. Moyo ndio chimbuko la maasi yote. Moyo unatamani. Unaweza ukakutuma sasa hivi kwenda kuiba. Unapiga honi kwenye akili. Angalia mateso ulio nayo, nenda ukaibe. Wewe wasubiri tu atakapoitwa hapo mbele. Kuepua hiyo simu, toka kauze. Ngapi utakulapo. Utapanwa kwenye kona mpaka utalia. Yesu atakuwa amenyamaza kimya. Tunatakiwa kujisafisha kila siku, kila wakati, kila sekunde. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunatakiwa kujisafisha kila wakati. Nataka tuombe. Tumuombe Mungu atusaidie. Tuendelee kumsihi Mungu atutie nguvu. Tuko kwenye mashindano ya kushindana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, anasemaje? Wote niwapendao mimi, wote ninaowapenda mimi. Mungu anaongea. Mimi wote ninaowapenda na wakemea. Mimi na wakemea na kuwarudi, ninawarudisha. Basi uwe na bidii. Uwe na bidii ukatubu. Tubu. Tazama. Nasimama mlangoni. Mimi ninasimama kwenye mlango wa moyo wako, wa roho yako. Nabisha. Naliko magula, ninabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu. Mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango. Akafungua mlango. Nitaingia kwake. Mungu anasema, Roho anasema nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja na yeye. Nitakula pamoja na yeye huyu mtu. Nitakuwa pamoja na yeye huyu mtu. Na yeye pamoja nami. Na yeye atakuwa pamoja nami. Yeye ashindaye yeye atakayeshinda nitampa kuketi pamoja nami. Atakaa pamoja na mimi katika kiti changu cha enzi. Katika kiti changu cha enzi. Kama mimi nilivyoshinda. Nikaketi pamoja na Baba yangu. Nikaketi pamoja na Baba yangu. Katika kiti chake cha enzi. Katika kiti chake cha enzi. 22. Yeye aliye na sikio na asikie. Yeye aliye na sikio na asikie. Neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Anasema na kanisa. Amina. Takwepea wapi? Tumesema leo. Na picha zimepigwa, ulikuwepo, na mihuri imegongwa kulithibitisha neno la Mungu kwamba lilisemwa. Simama tuombe basi, mtumishi wa Mungu. Tuombeane. Hatujafika mahali popote, bado tuko duniani. Mikwala na mikwetu mingi tu. Tunaondoka hapa, tunakutana na misere mizito huko barabarani mpaka nyumbani. Sasa inatakiwa kumbeba kweli Yesu wa kweli kweli. La sivyo tutapoteza. Hatuhitaji tupoteze. Mbele yetu kuna Pasaka. Mbele yetu kuna Pasaka. Lakini kinachotakiwa tujiandae
kwa ajili ya kufanya kumbukizi la kufa Yesu msalabani, kwamba kupata Yesu mateso na kufa Yesu msalabani, kisha akazikwa kaburini, na siku ya tatu akafufuka. Mwanaume wa ajabu akafufuka. Duniani kote fika wapi? Kaburi moja tu ambalo halina mifupa, la Yesu Kristo. Alifufuka. Mola yasema yeye ndiye aliyefufuka kati ya wafu waliokufa. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Sema maneno haya: Bwana Yesu, nimekukimbilia wewe saa hii na wakati huu, ili nisiaibike. Ninajua unanifahamu. Sijakuficha dhambi zangu. Maisha yangu unayajua, maana unayashuhudia kila siku. Hata sasa unanishuhudia ninavyowaza. Hata jana ulinishuhudia, uliniona. Sikujificha kwako mbali. Saa hii limepita kwangu neno, na limeingia ndani yangu neno la kunikumbusha ninapaswa kuwa mtakatifu katika jina la Yesu. Ewe Yesu, nitie nguvu, nishinde. Majaribu ni mengi mno, udhaifu ni mwingi mno. Kwa jina la Yesu nisaidie. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya watu wako hawa. Ni watoto uliowachagua ukawaita kuwaingiza kwenye ufalme wako. Maneno haya tunapoyazungumza, kama vile hayataonekana, yapo yataonekana. Saidie kanisa lako. Saidia kila mtu aliyekuja kwenye ibada hii akajue namna ya kutembea na wewe. Wakati mwingine hajui. Msaidie. Msaidie. Roho wa Mungu, Roho wa Mungu unaingia ndani yetu, ili uweze kutuongoza na kututhibitisha kila wakati. Tuko tayari, ingia. Tuko tayari, ingia. Kwa wale ambao wako tayari, ingia kwao. Nikushukuru kwa sababu Mungu, wewe ni msikifu mzuri sana. Usikia maombi ya watakatifu wako. Utafanya hivyo. Kuna watu wanalia wamepoteza upendo wao wa imani. Kuna watu wanalia wamepoteza uelekeo wao wa safari. Kuna watu wanalia kwa sababu dhambi zimekuwa nyingi zaidi. Baba, watie nguvu kwa kuwasamehe dhambi zao na kuziondoa ndani yao. Natangaza msamaha katikati yao. Wape matumaini mapya, maana wote waliochoka uliwapa nguvu mpya za kuendelea. Nami ninaomba na kuliombea kanisa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Barikiwe na Mungu wa mbinguni. Kaeni.